Bana, kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Yanga wanaona ni kama hivi mambo yanaendelea kwenda kombo licha ya kutokupoteza mchezo wote, lakini kwenye mechi ngumu ambazo wamekuwa wakizicheza wamekuwa wakishinda kupata nafasi yani ya kuondoka na ushindi. Lakini kama ambavyo tunafahamu, hapo siku ya kesho wanakwenda kucheza mchezo mwingine ambao utakuwa sio rahisi, ni dhidi ya TRA United. Namna ambavyo kikosi chao kilivyo na namna ambavyo wanacheza, unaona namna ambavyo walivyokuwa kwenye ubora. Kwa hiyo Yanga wanaelekea kwenye mchezo huu wakiwa wanafahamu kwamba ni mechi ambayo ni ngumu, wakiwa wametoka ndani ya Dar es Salaam wanafika ndani ya Arusha kwa ajili ya kupambana na mchezo mwingine ambao sio rahisi. Sasa kwa upande wa Mwalimu Pedro Goncalves, ameshaandaa jeshi lake ambalo anaamini kwamba litakwenda kumnufaisha ama kumpa alama zingine tatu ambazo zitaweza kumweka kwenye eneo ambalo litakuwa ni sahihi zaidi, hasa kwenye tukio la kuchukua ama la kuendelea kupambania ubingwa. Sasa kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia majina ya wachezaji ambao wanakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Kwa upande wa magolikipa, yupo golikipa Djigui Diarra. Huyu ndiye golikipa nambari 1 ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans, lakini pia golikipa Abdul Twalib Msheri na pia yupo kwenye orodha ya magolikipa ambao wanakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Ya maana kwamba hao ndio magolikipa kwa upande wa Mwalimu Pedro Goncalves amewachagua kwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki, yupo Israel Patrick Mwenda. Kwa upande wa Israel Patrick Mwenda ambaye amekuwa akipata nafasi mara kwa mara, lakini pia yupo ya Ataula Kouas ambaye pia ameorodheshwa. Lakini pia yupo Mohamed Hussein Zimbwe Diarra na pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kupambania nafasi kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Bakari Nondo Mamnyeto nahodha ndani ya kikosi cha Yanga na pia yupo. Wakati huo pia Frank Asinki na pia ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika. Lakini pia Ibrahim Baka na pia yupo kwenye orodha. Lakini pia bwana mdogo Abubakar Nasri na pia yupo kati ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Huyu ni Abubakar. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa viungo, Mohamed Damaro ni kati ya viungo ambao wameorodheshwa kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia kiungo Shehan naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao wanakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Wakati huo pia Duke Abuya naye pia ameorodheshwa kati ya viungo ambao wanakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Mudadhili Yaya naye pia ameorodheshwa kati ya viungo ambao wanakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Pacome Zouzoua naye pia yupo kwenye orodha ya viungo ambao wanakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mawinga, bwana Buba Jame yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao wanakwenda kuhusika. Lakini pia Emmanuel Mwanengo na pia yupo kwenye orodha ya mawinga ambao wanakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Wakati huo pia Max Nzengeli na pia yupo kwenye orodha kati ya mawinga ambao wanakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Moja ya winga ambaye amekuwa ni muhimu kulikweli ndani ya kikosi. Wakati huo pia Alan Okello na pia yupo kati ya wachezaji ambao wanakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Ni moja ya mchezaji ambaye amekuwa akipata nafasi mara kwa mara. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa washambuliaji, kwa upande wa Laulando Depu yupo kwenye orodha ya washambuliaji ambao wanakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Prince Mpumelelo Dube na pia ameorodheshwa kati ya washambuliaji ambao wanakwenda kuhusika